pale tunapoona anavuka mipaka, anakuja kwa lengo lile lile la 2007 alilolifanya kule Kenya. Kwa nafasi hii, kwanza tunavipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ya Tanzania kwa umakini. Wasije wakasema tuna vijana wazalendo hapa nchini, lakini haya tunayoyafanya ni kama hawayaoni. Lakini matokeo ya haya, kama tungeacha kutekeleza wajibu wetu, wa vijana hawa wangejitokeza kutulaumu. Sisi tunasema tunawapongeza sana. Kazi yao ni nzuri na tunawaambia waendelee nayo. Bahati nzuri hata vijana wazalendo wenzetu wa Kikenya wametamani aina hii ya kazi iendelee, kwa sababu hii sio aina ya nchi ya kuchezea ya kumuona mtu ukamshikashika unapotaka wewe, ukaamua tu kuivamia, ukaamua kwenda kwenye shughuli zake za ndani kwa kadiri wewe unavyodhani inawezekana. Sisi tunasema vyombo vyetu na mamlaka zetu za ndani zote zinazotakiwa kuhakikisha tuko salama kabla hatujafikiwa na adui, hata yule mwenye mawazo tu ya uadui, viendelee kuwadhibiti. Na wananchi wa Tanzania tukiwemo sisi vijana wazalendo tunasema tuko pamoja nao, na tutaendelea kutoa matamko ya namna hii, na hakuna siku nyingi matamko haya yataanza kutoka mkoa kwa mkoa, kwa sababu hatuko tayari kuidumbukiza nchi yetu kwenye matatizo, na kwa sababu watu hawa, damu za watu zilizopo mikononi mwao hawazionei ajabu wala hawaziofii. Wanajaribu kushirikiana na wenzetu wengine ambao wana ajenda ya asili, ambao kimsingi si miongoni mwa raia wa Tanzania, ambao wao wanatafuta eneo gani linaweza likawapa fursa ya kuleta athari mbalimbali za kwa nchi yetu, lakini kuleta machafuko ndani ya nchi. Hivyo tumejitokeza kushukuru na kupongeza nafasi hizo, kuanzia kwa wenzetu wa vijana wazalendo wa Kenya, lakini pia mzee wetu Musalia Mudavadi ambaye ametoa tamko ambalo kimsingi ni msingi kwetu kuona kwamba tunaendelea kujivunia wazee wenye hekima, wazee ambao tunaona kabisa nchi hii inaweza kujivunia kutoka nchi nyingine. Zaidi ya hapo, tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama